neno kwa ajili yako kupitia mtumishi huyu, na nimwombe basi mchungaji wetu, mchungaji Ibra Kisungwe atafika hapa kwa ajili ya neno. Naweza kumtukuza Bwana kwa ajili ya mchungaji anapofika. Mchungaji, karibu sana. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, Mungu mwema sana, muda mzuri huu tena Bwana wa kusikia kutoka kwako maneno yako ambayo Bwana umesema yakae kwa wingi ndani yetu. Nasi Bwana, kama wale wanafunzi waliokuomba Bwana wafunulie akili zao waweze kuelewa na maandiko, mchana huu leo nasi tunakuomba Bwana, funua akili zetu tuweze kuelewa na maandiko. Mtumishi wako unayemtumia Bwana majira haya, kamtumie kwa uweza na nguvu na mafuta mabichi ya Roho Mtakatifu yanayotoka kwako Bwana. Kwa wasaa huu Mfalme, ukamwezeshe katika jina la Yesu. Bwana, tunasimama kinyume na roho za yule mwovu zinazopenda kuiba neno la kwako katikati ya mioyo yetu Bwana. Tunanyamazisha kila hila katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, tupe utulivu kukusikia wewe na kulitendea kazi neno lako. Katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kusalimu kwa jina zuri la Yesu Kristo Bwana wetu. Nimejawa furaha nyingi kwamba Bwana ametupa nafasi nyingine ya kushiriki pamoja neno la Mungu mchana wa leo. Haleluya. Bwana Mungu yuko mahali hapa kukuhudumia, na ameandaa meza kwa ajili yako mchana wa leo. Haleluya. Ninamshukuru sana mchungaji wetu kiongozi na mama ambao wameleta salamu nyingi wakiwa kwenye huduma huko Mbeya, na tunaamini Bwana anawatunza na wahudumia na wanalihudumia neno lake vizuri huko Mbeya. Kwa hiyo ninawashukuru sana kwa kuniwezesha na kunipa nafasi ya kusimama mbele zako jioni hii ya leo. Lakini pia nina shukrani nyingi kwa wachungaji wenzangu na viongozi wote wa kanisa pia kunipa nafasi ya kusimama na kuhudumu siku ya leo pamoja na Bwana. Lakini ninakushukuru wewe binafsi kwa kuchukua nafasi hii ya kuwepo nyumbani mwa Bwana mchana wa leo. Ninaamini liko neno la Bwana kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, liko neno la Bwana siku ya leo kwa ajili yako. Naomba ufungue kitabu cha Yeremia sura ile ya 18. Tutasoma mstari wa kwanza hata wa 4. Yeremia sura ya 18 mstari wa kwanza hata ule mstari wa 4. Neno la Mungu linasomeka hivi. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia kutoka kwa Bwana kusema, ondoka ukashuke mpaka nyumba ya mfinyanzi, na huko nitakusikizisha maneno yangu. Basi nikashuka mpaka nyumba ya mfinyanzi, na tazama, alikuwa akifinyanga kazi yake kwa magurudumu. Na chombo kile alichokuwa kikifinyanga kilipoharibika mkononi mwake, yule mfinyanzi alikifinyanga tena kuwa chombo kingine, kama alivyoona vema yule mfinyanzi kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema mfinyanzi alikuwa akifanya kazi yake ya kutengeneza kutoka katika udongo
chombo kizuri, lakini kuna wakati chombo hiki udongo huu haukuleta taswira au picha ambayo mfinyanzi alikuwa nayo. Kwa hiyo mfinyanzi alikuwa na maamuzi ya kufanya apendavyo kwa udongo huu. Mungu atusaidie sana. Nataka kuongea na wewe kwa habari ya kufinyangwa upya. Kufinyangwa upya ni wimbo ambao tumekuwa tukiimba mara nyingi, na leo pengine tutauimba tena. Bwana nifinyange. Bwana nifinyange, 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 niwe kama vile utakavyo. Mungu atusaidie sana. Kuna siku tulikuwa tunaunganisha hilo tenti hapo nje la watoto, na miongoni mwa nguzo tukaunganisha nguzo 3. Nguzo moja ikakataa kabisa kuchomekwa mahali pake. Tukahangaika kwa muda wa kutosha, baadaye tukagundua kwamba ile nguzo mahali inapopaswa kuchomekwa kuna kitu kingine kichuma kimeongezeka, kwa hiyo kinachukua nafasi zaidi. Na tulichofanya, tulitafuta nyundo tukagonga kile chuma kingine ambacho kimeongezeka, tukakitoa ili kiache nafasi kwa chuma chetu kuingia kama kilivyokuwa kimekusudiwa. Na kwa namna hiyo, baada ya kukitoa kile chuma, ndio nguzo yetu ikajichomeka vizuri. Leo hii tunalo tenti, tunalifurahia watoto wetu kukaa. Mungu atusaidie sana. Huwa na watazama wajenzi kwenye ukuta pale wanapojenga, kuna matofali mengi sana wanayakatakata. Ukiwatazama kama hujui na kama una hasira ziko karibu, unaweza ukapiga mtu kwamba matofali haya yamenunuliwa kwa gharama nyingi, halafu nyinyi mnakatakata tu. Lakini wanapokatakata wanatengeneza nafasi, wanatengeneza shape ya tofali linalofaa kuingia kwenye hiyo nafasi iliyobaki. Kwa sababu wasipofanya hivyo, hawatakuwa na ujenzi mahiri, hawatakuwa na ukuta uliounganika na ukawa ukuta imara. Mungu atusaidie sana. Na ndicho mfinyanzi anachotuambia mchana wa leo, kufinyangwa upya. Haleluya. Haikuwa mara ya kwanza kwa Yeremia kumsikia Bwana akisema naye, lakini wakati huu Mungu akataka Yeremia ajifunze kwa mfano, na ajifunze kwa mfano wa mfinyanzi. Ndiposa akamwagiza, nenda nyumbani kwa mfinyanzi. Mungu atusaidie sana. Nyumbani kwa mfinyanzi, karakana ya mfinyanzi, mahali ambapo mfinyanzi anakatakata na kubomoa chombo alichokiona hakina ushirikiano na makusudi aliyokuwa nayo. Sisi kama kanisa, sisi kama watu tunaompenda Mungu, Biblia inatuita ni sehemu, ni vipande, ni matofali, ni maungio ya kanisa. Na kwa namna hiyo tuko kwenye nyumba ya mfinyanzi. Mungu atusaidie sana. Sisi kama viunganishi vya kanisa tunapatikana kwenye nyumba ya mfinyanzi. Wewe na mimi leo tuko ndani ya nyumba ya mfinyanzi. Na sizungumzii jengo hili,
Ninazungumzia jengo la roho ambalo limeunganishwa kupitia Yesu Kristo ambaye ndiye kichwa cha kanisa. Tuko ndani ya jengo na sisi ni ule udongo unaotengenezwa na mfinyanzi. Mungu atusaidie sana. Lakini kama tulivyoona, udongo huu uligoma kutengeneza umbo alilokuwa analitaka mfinyanzi. Maana yake nini? Maana yake mfinyanzi anapoanza kutengeneza chombo, kama ambavyo na sisi kama tumeamua kujenga kanisa, tuna picha, tuna taswira ya namna ambavyo tunataka jengo letu liwe. Na mfinyanzi anapotengeneza chombo chake, ana taswira kichwani kwake atengeneze, je, kijiko? Je, sahani? Je, uma au kisu? Au chombo kingine chochote. Na hata kama ni sahani yenye mikono, ni sahani isiyo na mikono, ni sahani yenye kingo, isiyo na kingo, kwa namna anavyoona yeye mwenyewe. Mungu wetu kama mfinyanzi anajua wewe unapaswa kuwaje. Haleluya, haleluya. Baba yetu kama mfinyanzi ana taswira ya wewe, udongo wake utokeeje. Anajua leo udongo wangu napaswa nitengeneze mtu huyu aweje. Na ana mamlaka ya kuamua leo uwe hivi na kesho uwe vinginevyo. Mungu atusaidie sana. Nataka nikutazamishe kwa kifupi jinsi ambavyo Mungu anatuonyesha anavyotutengeneza kwa nyakati tofauti, anavyotufinyanga kwa nyakati tofauti katika maisha. Na baadaye tutaenda kuangalia mwitikio wetu ni nini. Nataka nikutazamishe wana wa Israeli. Wana wa Israeli wako katika nchi ya Misri. Wamekaa miaka karibu 400. Wamekuwepo huko vizazi na vizazi, kiasi kwamba wamefikia mahali wamerelax, wamefurahia, wana amani na kinachofanyika. Wana maisha mazuri. Ukiona wanavyolalamika wakiwa jangwani, walikuwa wanakula matikiti ambayo waliyakumbuka wakiwa jangwani. Wakakumbuka na vitunguu saumu walivyokuwa wanakula wakiwa Misri. Maana yake walikuwa wanakaangiza. Kama kulikuwa na kitimoto walikuwa wanakaangiza vizuri. Kama kulikuwa na samaki walikaangiza vizuri. Walikuwa na maisha mazuri. Wakasahau kwamba wana wito mkuu. Wakajisahau kwamba wana nchi walioahidiwa. Wakajisahau kwamba hapo Misri sio kwao, ni ugenini. Ulipofika muda, Mungu akaanza kutengeneza mazingira. Mungu akaanza kufinyanga mazingira. Akaanza kuwafinyanga watoke kwenye nchi sio yao. Akaanza kutengeneza mazingira ya kuwasemesha kwamba mmekaa vya kutosha. Mmekaa, muda umezidi wa kuwepo mahali hapa. Unajua Biblia inasema akatengeneza nini? Akatengeneza watu wanaitwa wanyampara. Watu waliowachapa viboko. Watu waliowatengenezea kazi yao kuwa ngumu. Watu waliofunga kongwa kwenye maisha yao, ya kuwaambia mmekaa mno, mmezidi, hapa sio kwenu, ondokeni mwende kwenu. Mungu atusaidie sana kama kanisa. Na kuna nyakati sisi kama Wakristo
yanatutokea haya. Tumesema ni mwaka wa kufanya nini? Wa kumiliki na kutawala. Kuna mambo ambayo Mungu amekutazamisha kwenye maisha yako. Kuna viwango ambavyo Mungu anatamani ukue ufike. Kuna vitu ambavyo Mungu amekuahidi atakupatia kama mtoto wake. Lakini mahali ulipo, lakini mazingira ulionayo, pengine kazi ulionayo nzuri inakubariki, mazingira ulionayo umefikia, umeona umefika, nataka nikwambie bado uko Misri, kwa sababu kuna ahadi ya Mungu mbele yako. Kuna mambo ambayo Mungu anakutazamisha utoke mahali ulipo uende mahali kwingine. Utoke kwenye nafasi ulionayo uende kwenye nafasi nyingine. Uondoke kwenye kazi ulionayo upate kazi nyingine. Uondoke kwenye majukumu ulionayo uende kwenye majukumu mengine, lakini unafurahia yale ulionayo kwa wakati huo. Mungu atasababisha Mungu atatengeneza mazingira mengine ya kukutoa hapo ulipo, usipokuwa makini ukakaa hapo muda mrefu. Kwa nini? Mungu anakutaka utoke ulipo ukamiliki na kutawala. Haleluya! Mungu anakutaka yale maneno ambayo ameahidi kuyatimiza kwako, sasa utoke ukatawale. Sasa utoke ukamiliki. Sasa utoke ukazione baraka za Mungu kwenye maisha yako. Mtu wa Mungu, usikae hapo sana. Haleluya! Usikae hapo sana. Toka Misri ulionayo sasa. Toka kwenye mambo unayoyafurahia. Angalia Mungu ameweka nini kwako. Angalia Mungu anataka ukue uende wapi. Angalia Mungu ameahidi nini kwako. Toka mahali ulipo. Bwana Mungu atusaidie sana. Na kutazamisha pia hali nyingine ya pili. Wana wa Israeli wametoka nchi ya Misri. Wako safarini, wanafurahia na kumtukuza Mungu. Wametoka kwa miujiza mikubwa. Wametoka wakiwa wamesheheni vitu vingi, baraka tele tele, lakini ghafla wanakutana na jangwa. Kisoma Kumbukumbu la Torati sura ile ya 8 mstari wa 16. Mungu anawaambia, nimewaleta jangwani, nimewaleta katika nchi isiyokuwa na maji. Hebu nisome. Aliyekulisha jangwani kwa maana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Kisoma mstari wa juu, anaonyesha sifa za jangwa, kwamba ni mahali penye nyoka wenye sumu, penye nge wenye sumu, mahali pasipokuwa na maji, mahali ambapo mtu asingetamani kuishi, mahali ambapo usingeweza kujenga nyumba ukafurahia. Kwa kiasi kidogo tu Dodoma tunaonja hali ya jangwa. Kuna joto linalokithiri. Kuna wakati ukiamka usiku unatafuta maji ya kuoga ndio uendelee kulala. Sasa hatujafikia kiwango cha jangwani. Hapa kwetu tukiwa joto sana ni nyuzi joto 30
33-34. Lakini jangwani huwa inafika nyuzi joto 46. Unayatafuta maji hayapo. Mungu atusaidie sana. Mungu anawaambia nini wana wa Israeli? Kwa nini nimewapitisha jangwani, japo mmefanya maamuzi ya kwenda kuelekea nchi ya ahadi? Jambo la kwanza nasema, nimetaka nikujaribu. Nimetaka nione kama wewe Israeli utakuwa mvumilivu kiasi cha kunisikiliza. Maana yake nini? Mungu anajenga tabia ya wana wa Israeli wanapofika nchi ya ahadi, wawe na uwezo wa kuwa na tabia zenye kutosha kuishi kwenye nchi ya ahadi. Bwana atusaidie sana. Kwa hiyo wakati mwingine katika maisha yako utapitia magumu, utapitia majaribu, utapitia mashaka, utapitia wakati wa uhitaji mkubwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anataka atengeneze tabia. Anataka akuumbe upya. Anataka akufinyange upya, ili tabia yako iendane na nchi na mahali Mungu anakupa. Ili tabia yako iendane na fedha Mungu anazotaka kukupa. Ili uwe na uwezo wa kuhimili baraka za Mungu anazokupatia. Anatengeneza mitazamo ili akikubariki bado uwe na uwezo wa kumwambia Mungu, umetenda, ninakurejezea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbuka maeneo mawili ambayo Mungu atakupitisha kwayo. Moja, pale unapokuwa umerelax, hautaki kutoka kwenye eneo ambalo Mungu anataka uende. Na pili, atajaribu akutengeneze tabia yako, kufinyangwa upya. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako, kufinyangwa upya. Uko tayari kumwacha Mungu akufinyange upya? Mungu anataka kutengeneze kuwa chombo chenye uhimilivu, chombo chenye usikivu, chombo ambacho yakitokea mengi, mabaraka mengi, bado unaweza kumuunganisha Mungu na baraka zako. Kuna watu wakibarikiwa na vichenji viwili vitatu, hata ibadani hawawezi kuja. Kwa nini? Kwa sababu tabia yake haikufinyangwa kiasi cha kuweza kuhimili mikiki ya fedha. Kuna watu wakipata cheo, kwa sababu hawajaandaliwa kuwa kwenye cheo hicho, kanisani anapotea. Ukimuuliza, ndugu, niko bize kazini. Kwa nini? Kwa sababu haukusubiri ukaandaliwa, tabia yako ikaweza kuhimili mikiki ya cheo Mungu anachokupa. Na nikwambie, usipohitimu darasa hili utabaki hapo sana. Utabakia mno. Wenzako watapanda vyeo, utawaona wanaondoka. Wengine watabarikiwa sana, utawatazama wanaondoka. Kwa nini? Hujataka kujaribiwa na kufinyangwa upya. Bwana anataka kukufinyanga upya. Haleluya. Kuna mtu anaitwa Bill Graham. Alisema maneno haya, naomba kunukuu. Anasema, Mungu hafanyi kazi kimya kimya. Wakati anapotaka kufanya kitu kikubwa kwenye maisha yako, atatengeneza hali ya usumbufu.
atafanya mabadiliko kwenye maeneo fulani ya maisha yako. Utashangaa fursa ulizokuwa nazo zenye kushika zinaondoka. Ndio pale Waswahili huwa tunasema anapokufa nyani miti yote inafanya nini? Inatereza. Unafikia kuona kama miti yote inatereza mbele yako. Naomba nikukumbushe jambo moja. Unapoona mambo haya yanatokea, kumbuka Mungu anafanya mambo mawili au mojawapo katika hayo. Moja, anakutaka ukue, uondoke kwenye eneo la mazoea, uende mahali ambapo Bwana amekusudia uwepo. Anakufinyanga uondoke uende mahali kwingine. Anakufinyanga, anakuambia nenda ukamiliki na kutawala. Haleluya. Lakini jambo la pili, aweza kuwa anakuambia mtumishi wa Bwana, tabia hizi ulizo nazo, mitazamo ulionayo, aina ya maisha unayoishi hayafai kuishi huko unakokwenda. Wacha nikutengeneze ufae, uwe unafaa kuishi kwenye viwango ninavyokupeleka. Bwana Yesu atusaidie sana. Nilitoa mfano asubuhi wa mimi mwenyewe, jinsi ambavyo Mungu alianza kushughulika na maisha yangu, na hasa wakati ananiita kwenye wito. Aliniita kwa miaka mingi sana. Nakumbuka kwa mara ya kwanza alisema na mimi, ilikuwa ni mwaka 94 kama sikosei. Akarudia mwaka 99 akasema na mimi tena. Akarudia mwaka 2000 alafu akanyamaza. Halafu na mimi nilipofikiri nimeisikia sauti ya Bwana, nikaanza kufanya yale ambayo nilifikiri moyoni mwangu ni kumtumikia Mungu. Anza kufanya uinjilisti. Baadaye nikawa kiongozi kanisani kwa miaka mingi. Na nikaanza kuwekeza kwenye maeneo mbalimbali ya kutafuta pesa za kutosha ili kufanya uinjilisti mzuri. Nikanunua mashamba, nikapanda zabibu, nikapanda korosho, nikapanda maembe ya kutosha. Nikaanza kutafuta viwanja maeneo ili kuwekeza mifugo na vitu vingine ili nitengeneze pesa ya kutosha ya kumtumikia Bwana. Bwana akanitazama akaniambia, hiyo sio njia yangu. Cha kwanza, akakata hamu ya kazi. Nikienda kazini Jumatatu, nimesahau vitu nilivyokuwa navifanya Ijumaa kazini. Nikaanza kuona mbona kama naanza kuzeeka mapema. Hamu ikaisha. Nikawa naenda kazini kama vile nimelazimishwa. Nikaenda mbele kidogo, kazi yenyewe ikaisha. Kakatika. Wakati huo nilikuwa na experience ya miaka karibu 20 kazini. Nikaanza kutafuta kazi, hamna kitu. Tafuta huku na kule, zikagoma zote. Kiangalia mashamba yamekauka yote. Zabibu zimekauka, korosho zimekauka, maembe yamekauka, hakuna kitu. Nikarudi nikamwambia Mungu, hebu tuongee vizuri. Mbona hapa huyu sio shetani? Kama angekuwa shetani, toka kwa jina la Yesu angeshatoka. Miaka yote hii angeshaondoka. Na sehemu nyingine siona namtoa anatoka. Mbona hapa atoki? Mungu akaniambia, kumbuka nilishakwambia na kutaka kazini. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Sasa sisemi kwa habari ya utumishi tu. Naongea kwa habari ya kuhama daraja ulilonalo leo. Na kuambia kwa habari ya yale Mungu anayotaka kukupeleka. Na kuambia kwa habari ya kesho yako ambayo Mungu amesema na wewe.
Nakwambia kwa habari ya kumiliki na kutawala vile ambavyo Mungu ametaka umiliki na kutawala. Nakwambia kwa habari ya biashara yako. Nakwambia kwa habari ya shule yako. Nakwambia kwa habari ya kupanda kwako cheo kazini kwako. Nakwambia kwa habari ya ndoa yako. Nakwambia kwa habari ya mambo ambayo Mungu anataka uwe nayo. Mungu atatengeneza mazingira ya kukwambia hama. Hauchoki kukaa hapo ulipo. Atatengeneza tabia yako na kukusukuma uende mbele. Uwe tayari kusukumika uende mbele. Haleluya. Na kuwa tayari ni kukubali kufinyangwa upya. Na anapokufinyanga atatumia mazingira magumu. Wakati mwingine atatumia watu wenye nyuso ngumu kwako, wenye maneno magumu kwako. Ujue ya kwamba kuna kitu Mungu anasema na wewe. Haleluya. Haleluya. Je, unataka kuhama? Je, unataka kupanda? Je, unataka kuziona baraka za Mungu? Je, unataka kuona mambo ya Mungu yakitimia kwako? Kubali kufinyangwa. Kubali kutengenezwa. Kubali kuwa chombo kingine. Sasa nini mwitikio wako kwa haraka Mungu anapokufinyanga? Jambo la kwanza tunaliona katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 7 mpaka wa 13. Biblia inatufundisha kukubali na kunyenyekea. Kubali na kunyenyekea. Ufinyanzi wa Mungu ni kama training, ni kama shule, ni kama kukutia adabu. Na Biblia inasema hakuna adabu wakati wowote inaonekana kuwa ya kufaa. Hakuna adhabu inaonekana kuwa ni njema. Kila adhabu inapotokea ni kama mti kuukata. Ni kama vile unakatwa matawi. Ni kama vile unatengenezwa, vitu vingine vinaondolewa kwako. Ni maumivu makali wakati wa kutengenezwa. Lakini Biblia inakuambia kubali na kunyenyekea. Kwa nini? Ukikubali na kutii utakula mema ya nchi. Haleluya. Jambo la pili tunaliona katika Yakobo sura ya 1 na ule mstari wa 12. Biblia inaongea habari ya mtu anayestahimili majaribu. Anasema ni heri mtu astahimilie majaribu. Ustahimilivu. Uwe na uwezo kupita katika magumu na kusema ninamngoja Bwana. Uwe na uwezo wa kusema hata kama simsikii akisema, ninaamini katikati ya moto ninapita na Mungu wangu. Ninaamini katikati ya maji mengi hayatanigarikisha, niko na Mungu. Hata kama nikiomba sipati majibu, amini kwamba Bwana yuko pamoja na wewe. Uvumilivu, ustahimilivu, uwezo wa kusubiri. Jambo la tatu tunalipata katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 12 hata wa 13. Na huu ningependa kuusoma. Biblia inatutaka kusimama kwa ujasiri. Waebrania sura ile ya 12 na mstari wa 12 hata wa 13, Biblia inasema hivi: kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza.
mkaifanyie miguu yenu njia za kunyooka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Mungu atusaidie sana. Nyakati za majaribu ni nyakati za kuchoka. Nyakati za majaribu ni nyakati za kuonekana kushindwa. Ni nyakati ambazo miguu inagoma kwenda mbele. Ni nyakati za utusitusi. Ni nyakati za giza. Ni nyakati zisizokuwa na majibu. Lakini Biblia inatuambia magoti yaliyolegea yaambie kuamka tena. Magoti yaliyochoka, miguu ambayo imegoma kwenda, iambie miguu, simama, bado tuna kazi ya kufanya. Haleluya. Iambie mikono iliyochoka, iambie mikono ambayo haiwezi kushikilia kitu, kwa sababu imesubiri, imechoka, hakuna cha kushika. Iambie mikono, liko tumaini kwa Bwana. Mikono, amka, bado una kazi ya baraka za Mungu zinakuja mbele yako. Amka mikono, twende kazini. Haleluya. Iambie mikono, bado kuna kazi, bado kuna baraka za Mungu mbele yetu. Jambo la 4 katika Yakobo sura ya 1 mstari wa 5, Biblia inatuambia kuomba hekima. Omba hekima. Nyakati za kukosa, nyakati za kujaribiwa, wakati mwingine ni nyakati zenye kuleta hasira. Unapokosa majibu, lolote kinaweza kufanyika kuwa jibu. Unapokosa mwelekeo, chochote kinachoonekana kuwa mwelekeo chaweza kukujaribu pia. Ni nyakati ambazo hekima inapotea. Ni nyakati ambazo hekima inakaa mbali na wewe. Ni nyakati ambazo akili inakosa matunda. Unamhitaji Mungu kukuhekimisha katika nyakati hizo. Ndio maana Biblia inatuambia omba hekima. Mwambie Mungu akupe mwelekeo. Mwambie Mungu mwenye majibu akujibu kwenye nyakati hizo. Wakati unaposubiri, mwambie Mungu akuelekeze kitu cha kufanya. Mwambie Mungu akusaidie ujibu nini. Haleluya. Kwa sababu ni nyakati ngumu. Mungu atusaidie sana. Je, unataka kumiliki na kutawala? Unapopita nyakati ngumu, omba hekima. Unapopita kwenye nyakati ngumu, jivishe gamba gumu la uvumilivu, ukikumbuka mambo yafuatayo: kwamba ni wakati wa kufinyangwa na kutengenezwa kuwa chombo kizuri kimfaacho Bwana. Ni wakati wa kutengenezwa tabia yako uwe mtu anayefaa kwa ajili ya matumizi sahihi ya Bwana. Ukijua ni wakati wa Mungu kukuinua na kukupeleka nafasi ambayo hujawahi kuwa nayo tena. Kwa nini? Kwa sababu unakokwenda unahitaji mitazamo mingine. Unahitaji tabia zingine. Unahitaji aina mpya ya maisha ambayo Mungu anakufundisha katika nyakati ngumu. Na ukiwa mtiifu, utakula mema ya nchi.
ukikubali na kutii, utamuona Mungu akiyagusa maisha yako. Haleluya, haleluya. Ukikataa, Biblia inasema utaangamia. Hautafaa kwa matumizi ya Bwana wako. Utabaki ukiwatazama wengine wakipokea baraka kutoka kwa Bwana, kwa sababu haujafaa bado kuzifikia baraka za Bwana. Haleluya, haleluya. Nakuomba sasa usimame kwa miguu yako. Wakati VOV wanatuimbia wimbo mmoja, tunapojikumbusha kwa habari ya kufinyangwa kwetu, hebu yatazame maisha yako. Mwachie Roho Mtakatifu ayachunguze maisha yako. Je, uko wakati gani? Je, hali unazozipitia zinakutengeneza kuweje? Je, umekata tamaa? Je, unahitaji hekima ya Mungu? Je, unahitaji msaada wa Mungu wa uvumilivu? Je, unahitaji kutambua ni wakati wa kuondoka na kwenda hatua nyingine, na unahitaji Mungu akusaidie? Wakati tunaimba wimbo huu wanifinyange, naomba tafakari, na mwishowe utamwambia Mungu akusaidie kulingana na neno lilivyoongea na wewe. Na nikuhakikishie kwamba Mungu ni mwaminifu, atafanya kwa kadiri apendavyo. Atafanya kwa kadiri ya uliomba. Karibu. Upendavyo Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, Bwana Mungu, ninakuja kwako, unifanye kama upendavyo. Bwana Mungu, nakuja kwako, tazama wewe, wangamia wewe, unifanye kama upendavyo. Nifinyange, Sema na Bwana sasa. Sema na Bwana sasa. Sema na Mungu wako sasa. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ramoya sete. Sheke na mayadada. Zendo yemena.